tuangazie makala ya afya ambapo Wizara ya Afya kwa ushirikiano na mashirika mengine imezidisha juhudi za kukabiliana na maafa yanayosababishwa na fistula, huku ikikadiriwa kuwa takriban wanawake 3,000 nchini hupoteza maisha yao kila mwaka kutokana na hali hiyo ya kiafya. Kulingana na daktari wa afya ya uzazi Edward Serem, fistula bado ni changamoto kubwa kwa wanawake nchini, hasa kutokana na ucheleweshwaji wa huduma za matibabu wakati wa kujifungua. Fistula ni tatizo la kiafya ambalo huathiri idadi kubwa ya wanawake nchini, hasa baada ya kujifungua. Tatizo hili likipelekea mama kupoteza uwezo wa kujizuia mkojo au haja kubwa. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, takriban wanawake 3,000 nchini huaga dunia kila mwaka kutokana na tatizo hili, hasa kutokana na ucheleweshwaji wa huduma za dharura wakati wa kujifungua. Fistula is still a problem in our country. And the problem is as a result of delays in the care. And this one, in most of the time, is as a result of obstructed labor. Kulingana na daktari wa afya ya uzazi Edward Serem, fistula huweza kurekebishwa kupitia upasuaji, ijapokuwa bado kuna wanawake wengi ambao hawajajitokeza kupokea huduma za matibabu. Women are still suffering. I'll give you, in Kenya, we lose about almost like 1,000 to 2,000 women every year on conditions related to pregnancy. As a country, we have strategies, and our important thing is to make sure that we sensitize the women, we sensitize the population to be in a position to understand what they need to do. All women who are pregnant attend antenatal care. It is antenatal care where information, education is given to the women. We also advocate that all women, all pregnant women, deliver in a health care facility. All women who are pregnant attend antenatal care. It is antenatal care where information, education is given to the women. We also advocate that all women, all pregnant women, deliver in a health care facility. Wizara ya Afya nchini imeendelea kujitahidi kukabiliana na fistula kwa kutoa matibabu ya bure na kuhamasisha wanawake kuhusu tatizo hili kupitia kambi za matibabu. The Ministry of Health, of course, is our task that we get programs to take care of women's health. Remember, women's health, especially in pregnancy, is so crucial. The last 10 days, we have been doing surgeries and we have been able to operate for close to 83 women. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.